Bwana, nadhani mnamkumbuka aliyekuwa nyota wa klabu ya Liverpool Diego Jota na klabu ya Wolves. Moja kati ya nyota ambaye alikuwa na kiwango bora, lakini kwa sasa ni marehemu. Moja kati ya kifo ambacho kiliteka hisia za watu wengi, hususan wapenda soka. Tunafahamu kwamba kifo cha Diego Jota pamoja na mdogo wake Andrew Silva kilitokana na ajali ambayo ilitokea kule nchini Uhispania. Sasa kwenye mchezo wa Liverpool dhidi ya Wolves, ni moja kati ya mechi ambayo pengine vilabu vyote viwili vilifanya tukio la kumkumbuka aliyekuwa nyota wao. Bwana, tumeshuhudia kwenye mchezo huo, kabla ya mchezo, watoto wa marehemu Diego Jota, Dennis na Dut, waliongoza Liverpool kuingia uwanjani dhidi ya Wolves kwa mara ya kwanza tangu kifo cha baba yao kilipotokea. Bwana, Liverpool unaweza kusema ameonyesha upendo wa familia ya Jota. Mchezo huo ulimtamatika kwa Liverpool kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Moja kati ya mchezo ambao uliambatana na tukio hilo, tukio ambalo liliibua hisia kwa mashabiki ambao walikuwa wamejazana pale Anfield kuweza kutazama mchezo huo. Bwana, Liverpool waliweza kufanya tukio hilo kabla ya mchezo, lakini pia tunafahamu hawa Wolves ndio ambao walimtambulisha Diego Jota kwa Liverpool. Mara baada ya kuwa na kiwango kizuri ndani ya klabu ya Wolves, ndipo ambapo Liverpool waliweza kumsajili Diego Jota. Bwana, tukamtazame Diego Jota. Alizaliwa lini? Na bwana, Diego Jota alizaliwa mwaka 1996 tarehe 4 Desemba. Hivyo mwaka wa kuzaliwa kwake ni huo, na kabla ya kufariki alikuwa na umri wa miaka 28. Bwana, pengine ina maana gani kwa Liverpool kuweza kuwaingiza watoto wa marehemu uwanjani kabla ya mechi? Bwana, ni ishara ya heshima na kumbukumbu. Si kwamba wanawapa nafasi ya kucheza bana. Hivyo kitendo cha Liverpool kuwapeleka watoto wa Diego Jota uwanjani kwenye mechi dhidi ya Wolves kilimaanisha kumwenzi Diego Jota. Ni njia ya klabu kuonyesha kuwa bado wanamkumbuka na wanamheshimu kwa mchango wake mkubwa kwa timu na kwa soka kwa ujumla. Bwana, kuonyesha pia jambo jingine ni kuonyesha mshikamano na familia yake. Ni ujumbe kwa watoto na familia yake kwamba hawako peke yao. Klabu na mashabiki wako pamoja nao katika kipindi cha huzuni. Lakini maana nyingine ya Liverpool kufanya vile ni kuwatambulisha kwa mashabiki kama sehemu ya familia ya Liverpool. Bana, Liverpool mara nyingi hujiita you'll never walk alone. Hivyo kuwapeleka watoto wa marehemu Jota uwanjani ni kuonyesha kuwa hata familia ya Jota ni sehemu ya familia ya klabu. Lakini namba 4 pia ni ishara ya heshima ya mwisho. Kama ilivyo kwa wachezaji wengine waliopoteza maisha, klabu huandaa heshima maalum kabla ya mechi. Dakika ya ukimya, kuvaa utepe mweusi au kuwaleta familia uwanjani. Kwa kifupi, kuwapeleka watoto wa Jota uwanjani kulimaanisha kumwenzi, kumkumbuka na kuonyesha upendo na mshikamano kwa familia yake. Si kwamba wanaingia kwenye timu au wanaanza kucheza. Ni tendo la kibinadamu sana na lenye kugusa hisia. Bwana, Diego Jota aliwaacha watoto watatu kabla ya kufariki. Alikuwa na watoto watatu wachanga pamoja na mkewe Rute Cardoso. Bana, mtoto wa kwanza ni kijana Dennis, kizazi cha kwanza. Kijana wa pili alikuwa anaitwa Duti, na binti ambaye alizaliwa mwaka 2024. Ni habari ya huzuni sana kwa familia yake na mashabiki wake duniani kote. Kwa hiyo hicho ndicho kitendo ambacho Liverpool walikifanya kabla ya mchezo dhidi ya Wolves. Mchezo ambao uliambatana na tukio hilo la kuwaingiza watoto wa Diego Jota uwanjani
kabla ya mtanange kuanza, na kama ambavyo nimekujuza kwamba vilabu vyote viwili ambavyo vimekutana vyote Diego Jota amewahi kuvichezea. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo limefanyika kwenye uwanja wa Anfield kabla ya mchezo kuanza, Liverpool dhidi ya Wolves, tukio ambalo mchezo ambao uliambatana na tukio hilo la kuwaingiza watoto wa Diego Jota uwanjani kabla ya mchezo kuanza, na mchezo huo ulitamatika kwa Liverpool kuibuka na ushindi